Jiandae Maleko. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi ya kuchangia hoja ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, na kama alivyoleta hoja ya kupewa fedha zinazofikia trilioni 2.4 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara hii. Na kadri nitakavyochangia, Mheshimiwa Naibu Spika, ninaunga mkono hoja, lakini nikisema kwamba kama ingewezekana, basi tutakapokuja kwenye mchakato wa mwisho wa bajeti, bado anahitaji fedha kwa sababu ya mambo mapya na mazuri ambayo tumeyakubali na kuyaanzisha. Mheshimiwa Naibu Spika, mtaala unaotaka wanafunzi wasome masomo ya amali ni hitaji la sasa baada ya nchi kufanya tathmini na kuona kwamba wanafunzi wetu wanamaliza vyuo na shule bila kuwa na ujuzi na kingi wanachokipata ni nadharia. Lakini uzuri ni kwamba mwelekeo huu tunauchukua ukiwa ni mchakato ambao umekuwa ni jumuishi. Watu wengi wametoa maoni na wote tukafikia mahali tukakubali kwamba uelekeo huu ndio tunaoutaka kama nchi. Na kwa jinsi hiyo sitegemei tena kuweze kuwa na kupinduka hapo mbele kidogo. Tumekubali kwamba ndio uelekeo wetu, basi twende na uelekeo huo, hata kama kutakuwa ni mabadiliko ndani ya uelekeo tuliouchukua kama nchi, ili tusiwe kuwa tunakwenda mbele tunarudi nyuma kama taifa. Sasa hoja yangu, Mheshimiwa Naibu Spika, ninaijenga kwamba ili tuweze kupata wahitimu ambao tunawakusudia katika uelekeo wetu huu mpya, na ndiyo maana nikasema yawezekana tukahitaji bajeti zaidi katika jambo hili. Jambo la kwanza, ninatamani kwamba sisi kama nchi tujifunze kwa nchi ambazo zimefanya vizuri zaidi katika mwelekeo huu huko nje ya dunia. Na unapopitia katika watu waliofanya vizuri zaidi, hutaacha nchi ya Finland, hutaacha nchi ya Canada, hutaacha nchi ya China waliofanya vizuri katika upande wa mtaala huu wa amali. Sasa kama tukitaka tujifunze kwa waliofanya vizuri, maana ili ufanikiwe, learn from the best. Huo ndio unapaswa kuwa ni uelekeo. Yaani huwezi ukataka kuanzisha kitu kizuri alafu usijifunze just learn from the best. Sasa ili tuweze kuanza vizuri bila unyonge, bila udhaifu, hoja yangu na pendekezo langu ni kwamba walimu watakaofundisha mtaala mpya wasiwe walimu ambao hawakufunzwa vizuri. Wakiwa ni walimu ambao wametokana na mtaala wa zamani, lakini ukawa remodel kidogo tu, watapeleka ujuzi wao wa zamani katika mtaala mpya. Kwa hiyo lazima tuwape mafunzo ya muda mfupi, ya muda mrefu katika wale ambao wamefanya vizuri. Kwa hiyo kwa ushirikiano wetu na hizo nchi ambazo tutaziainisha aina ya mafunzo, muda wa mafunzo, waende wakapikwe vizuri. Wakishaiva warudi, ili krimu ya kwanza ya watoto wetu katika mtaala huu wawe wamepikwa vizuri. Jambo la kwanza. Jambo jingine, tutahitaji kujenga karakana, maabara na studio kwa ajili ya mafunzo hayo. Na nimeona katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri amedokeza jinsi ambavyo karakana hizi, maabara hizi na studio hizi zitajengwa. Sasa hoja yangu, siku za karibuni, waheshimiwa wabunge, mtakumbuka kuna video klipu ya Waziri wa Mambo ya Nje ambayo alionyesha kwamba tulikuwa na madereva waliomaliza chuo chetu
cha usafirishaji NIT. Wamefunzwa vizuri. Walipokwenda kupata kazi nje, wakakuta teknolojia imebadilika, wakashindwa kuendesha. Lakini kwa hapa ni madereva walioiva vizuri. Kwa hiyo tunapojenga karakana na maabara na studio hizi, lazima tuzingatie teknolojia ya sasa, ili tusije tukakuta kwamba tunaanzisha mtaala wa amali alafu tukaenda kuwafunza vitu vya kizamani ambavyo kumbe haitoleta tofauti na VETA zilizopo. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Na Mheshimiwa Naibu Spika, hili jambo ili la kuwa tunajifunza teknolojia za zamani, yawezekana pia ndiyo shida inayopatikana katika vyuo vyetu vikuu, kwa sababu tuna maabara za zamani, hatujawa-equip watu wetu kwa teknolojia za kisasa. Na kwa hiyo unakuta kwamba hata sayansi, hata engineering, hata ICT, hata medicine, bado tunakwenda kwa teknolojia za kizamani. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo kama taifa, na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia ICT inakuwa haraka sana kiasi kwamba muda wetu ambao tunaweka kwamba tutafanya review ya mitaala baada ya miaka 5, upande wa ICT unakuta umebaki nyuma kabisa. Maana ndani ya miaka 5 hata laptop versions zinakuja aina 3 ndani ya miaka 5. Wewe unatumia ya zamani, unajikuta ukiwa nyuma. Kwa hiyo hili ni maeneo ambayo lazima kama taifa tuwe alert kwamba teknolojia inabadilika sana, hivyo lazima katika vyuo vyetu tusiendelee na mwendo ule wa zamani, tukajikuta kwamba kumbe kinachotokea nje ya nchi sisi bado tuko nyuma. Sasa ili liwezekane, ni kweli kwamba lazima waende wakabrush nje ya nchi kuona kwamba kinachobadilika kule hapa pia kinapatikana. Jambo jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ili tuweze kufanya vizuri, bado hatuna muunganiko mzuri baina ya wizara, taasisi za serikali, sekta binafsi na vitu vinavyojifunza kule vyuoni. Kwa hiyo unakuta wanafunzi wanasoma hiki katika sekta binafsi, watu wanafanya hiki, alafu hatuwapi muda mzuri wa kwenda kujifunza kwa vitendo. Kwa mfano, Mheshimiwa Spika, ndani ya nchi hii tumekuwa na miradi mingi ya ujenzi wa SGR, maji, bwawa la umeme, ujenzi wa meli, ujenzi wa barabara. Sasa jiulize, ni wanafunzi wangapi ambao huwa wanapata access ya kuwa interns katika miradi hii mikubwa? Hardly no. Kwa hiyo tunatamani kwamba kuwe na muunganiko, wanachokifanya wizara fulani basi kiwe reflected katika mafunzo ambayo watoto wetu wanayapata kule vyuoni. Na wanawezaje kufanya hivyo? Ni kuwaongezea budget. Maana wakati mwingine watoto wanatamani kwenda kufanya internship au kwenda kufanya mafunzo ya vitendo, inakuja kikwazo kimoja kinaitwa budget ndogo. Kwa hiyo mradi upo, wanafunzi wako radhi, lakini chuo husika, taasisi husika haiwezi kuwapeleka pale kwa sababu bajeti ndogo. Aliyepaswa kukaa wiki 8 anaambiwa sasa, wewe kulingana na bajeti wanafunzi mmekuwa wengi, utakaa wiki 2. Kwa jinsi hiyo tunakuta hatuimpati ujuzi ambao ulikuwa unakusudiwa. Na ndiyo maana nikatangulia kusema, Mheshimiwa Naibu Spika, kwamba yawezekana tukahitaji more budget mahali hapa, kwa sababu kama tunataka watu bora, lazima ni wale ambao pia wanapata mafunzo na muda wa intern au practical training wa kutosha kwa bajeti ya kutosha. Jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali yetu tunaipongeza kwamba imeweza kufanya watu wengi wakapata access na elimu ya juu kwa kutoa mikopo, na bodi ya mikopo imeendelea kufanya vizuri.
Lakini Mheshimiwa Spika, tunatamani watafiti na watafiti wa mambo ambayo wanatafiti changamoto zilizo katika jamii yetu ya Kitanzania, lakini serikali haitoi ufadhili kwa shahada za uzamili hapa nchini. Kwa hiyo mara nyingi product ya watu wote unaowaona aliyesoma masters na PhD ni zao la miradi ya wafadhili kutoka nje, au alipata scholarship akaenda nje ya nchi. Sasa kama wewe una changamoto katika jamii yako ya Kitanzania, serikali, lakini haupeleki fedha ili kuandaa hawa watafiti ambao ni ngazi ya masters na PhD, sasa unakuta wale wafadhili wana ajenda yao wanaotaka kufund wanapoleta miradi hapa nchini. Japo ndio watakwambia kwamba unajua lazima tualign na malengo ya SDG na yale ya kwenu, lakini mara nyingi wana ajenda yao. Sasa si kama tuna ajenda yetu kama nchi, kwa nini tusitenge fedha katika maeneo maalum tukasema kwamba tunahitaji suluhisho katika eneo fulani, na kwa jinsi hiyo tunatamani kwamba tuweze kuwapa wanafunzi wa masters katika maeneo husika ili hao sasa waweze kufanya mafunzo hao ya uzamili, baadaye walete suluhisho la changamoto zilizo katika jamii yetu, lakini pia matokeo ya tafiti zao yaweze kuinform policy. Yaani mara nyingi sera zetu hazitokani na utafiti mkubwa uliofanywa na watu wetu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nadhani pia lazima tukubaliane kama taifa ili tuweze kwenda mbele. Lakini aliongea Profesa Mwongo alipokuwa anachangia, mara nyingi tunapopeleka watu nje ni kwa sababu tu ya opportunity imepatikana katika nchi husika, si kwa sababu ya malengo yetu kama taifa kwamba tunatamani kupata watu gani. Lazima tuwe objective katika eneo hili kwamba tunatamani watu fulani, utaalamu fulani. Sasa huo tunaandaa watu na tunawasiliana na nchi husika ili tuwapeleke watu katika kufanya utaalamu husika, sio kwa sababu rafiki yetu India ana opportunity 10 au mko wapi 10 muende hivi. Mheshimiwa Profesa, ni ya pili, nikupongeze kwa mchango mzuri, mengine muandikia Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, ninashukuru kwa nafasi, naunga mkono hoja. Asante. Asante.